Ni muda mrefu sana kuanzia ianze, lakini sosi kubwa kwamba ni mkandarasi wa barabara hii, utendaji wa kazi yake anaupeleka mdogo mdogo sana kutoka vitendea kazi hana, kwa sababu utakuta hii rola ipo moja, hii katapila liko moja. Ni muda mrefu sana, yani utakuta wafanyakazi wenyewe ni wachache, wafanyakazi wapo kama 10 hivi ambao ndio wanafanya nayo kazi humu. Kwa kawaida barabara kama hii kubwa na inahitajika kwa haraka tupate huduma, inatakiwa wafanyakazi wao wengi na vitendea kazi viwe vingi, lakini vitendea kazi ni vichache. Kwa hiyo inaenda slow sana barabara kutokana na vitendea kazi. Hawajakuwa wanaenda na maji wala labda useme kufariki, ila tu isipokuwa kama hivyo ninavyokuambia, shughuli za hapa na pale, kwa sababu unakuta mtu ukisimama utoki, maana ukitoka ukitoka maana mtu anakaa huko, akija maji yamejaa, maana yake shughuli za huko tena hawezi kuzifanya, labda asubuhi ile ikauke inatoke tayari, akishaisha ndo shughuli zingine zinakuwa zinaendelea. Kimekuwa ni kilio cha muda mrefu. Barabara yetu hii wakati wa mvua imekuwa wakati mwingine mawasiliano yakikatika kabisa, na kimsingi hii barabara ni muhimu sana, sio kwetu tu sisi Wanangerengere, lakini hata kwa taifa kwa ujumla. Huko ndani tuna station ya mwendo kasi, tuna vikosi vya majeshi viko hapo, sio chini ya 5, lakini pia inatupeleka kwenda makao makuu ya halmashauri yetu kule Mvuha, na inatupeleka kwenda mpaka Kisaki ambako tuna mradi mkubwa kule wa bwawa la Mwalimu Nyerere na hifadhi ya taifa ya Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo ujenzi wa barabara hii itakuwa ni mkombozi mkubwa sana kwa kiwango cha lami, kuwafanya wananchi waweze kufika kwenye hayo maeneo na kutoka kufanya shughuli mbalimbali za kiuchumi kwa maslahi ya taifa letu. Kwa mambo ambayo yanamhusu yeye itakiwa awajibike, na sio na uzoefu kiasi gani mkandarasi za kuhakikisha kwamba mnamsemea pasavyo ili mradi uweze kukamilika kwa wakati, lakini pia kwa ubora unaotakiwa. Maana mara nyingi wakandarasi kama hawa akija kuanza kazi sasa naenda haraka na haribu kazi, itakuwa haina tena ubora ambao unahitajika. Kwa hiyo sasa jukumu lenu kama wasimamizi kuhakikisha kwamba mnasemea kamilifu hii barabara hii iweze kukamilika mapema. Tunafahamu barabara hii ni mwanzo tu, inaenda mpaka wapi? Si Mvuha mpaka Kisaki. Sasa tukianza kwa kusuasua namna hii kwa kipande kidogo tu hiki cha kilomita 11, maana yake ni kwamba huko tunakoenda basi itachukua muda mrefu sana kufikia matarajio yetu. Na wananchi wanataka barabara, ndicho wanachokihitaji. Hawahitaji lugha nyingine ya kuremba kufanya nini. What they need ni barabara ipitike, waweze kufanya shughuli zao za kiuchumi bila usumbufu wowote. Bora yangu kwangu nyie kwenu ni kuhakikisha kwamba mnasomea pasavyo ili basi hizi kazi zifanyike kwa wakati unaotakiwa, tupate matokeo kwa wakati ambao tunaotarajia tupate matokeo. Mradi wetu ulikuwa una box culvert 11 ambaye mpaka sasa tumeshafanya 8, zimebaki box culvert 4. Lakini pia tuna madaraja mawili tunategemea kuanza mapema baada ya wiki 2 kutoka sasa tunaanza kufanya kazi za madaraja. Kwa mradi tulichelewesha kwa sababu tulipata changamoto kidogo ya kifedha, tuliraise IPC au tuliomba malipo lakini malipo yalichelewesha kulipwa kwa muda. Sasa ni kuhamasisha wananchi, ni juu yetu sisi kuwashirikisha wananchi, kwa sababu miundombinu ni yao, kuhakikisha wanalinda. Kuna wananchi, kwa mfano kama Mlimba, kuna mkandarasi aliingia akataka kutoa vifaa barabarani kabla hajakamilisha, wakaweka na nibelia na wakatupa taarifa, tukaenda tukavizuia. Kwa hiyo wananchi sasa hivi wameanza kuwa na mwamko. Tukishaweka kuwa daraja hili lisipitie tani zaidi ya tani 20, wakishaona lazima wako makini. Kwa hiyo ni kuwaomba kujua hii miundombinu ni yao kwa ajili ya kuhakikisha kuwa tuna nani. Tumejaribu tena kufanya pale manispaa tuko wakali kidogo. Uzuri pale pako confined na magari makubwa yanayopita kwenye barabara zetu yanaonekana, tunayapiga spana na kuwatoza fine. Yaani sasa hivi fikiri manispaa pale mjini hii vurugu ya kuzidisha uzito imepungua. Kwa hiyo kwa kutumia mbinu shirikishi kwa maeneo haya ambayo yako mbali na mji na ambayo wakati mwingine vyombo vya usalama vinaweza visiwepo, wananchi wenyewe watusaidie kujua kuhakikisha kuwa
magari yenye uzito ambao unazidi kiwango yasipite, ili kuhakikisha usalama wa miundombinu yote.